Biblia inasema ukikubali kuolewa na mwanaume, maanake umekubali yeye ndo awe kiongozi wako. Sasa unapomchagua mtu kama kiongozi wako, je, ana sifa za kuwa kiongozi? Umefuatilia track record yake? Je, anaongoza kwa mfano? Anachokisema huwa anakifanya? Je, katika maono yake anajitahidi gani katika kuyafuatilia na kutimiza maono yake? If there is nothing like that, ndio kabisa unaenda kuongozwa na mtu ambaye hata kama wewe una ndoto kubwa ndani yako kwamba kuna aina ya maisha unategemea, hautakuja kuishi hayo maisha. Yote ni kwa sababu gani? Umesubmit chini ya mtu ambaye haongozi kwa mfano. Sasa unategemea unajua kuna mtu kabisa ana dream. Ana dream. Unajua wanawake mnaongoza kwa kuwa na ndoto. Hasa ziweza kufikirika. Nataka aina mwanaume fulani. Nataka aina familia fulani. Iwe ni ya kumcha Mungu. Iwe ni mwanaume anayempenda Mungu. Lakini unachokihitaji haukifuatilii kwa huyo ambaye unataka kukaa chini yake. Kwa sababu endapo ukiwa chini ya mtu, ni yeye anayekuongoza, anaamua hali yako ya kiroho iwaje, hali yako ya kimaisha iwaje, kesho yenu iwaje. Nini? Ni kwa sababu ndiye kiongozi wa kuwapeleka au kupeleka hiyo meli ifike katika eneo sahihi. Nje ya hapo hamtafika popote. Utabakia tu kwenye duara. Unazunguka unajikuta huko pale pale. Unazunguka unajikuta huko pale pale. Nini? Kiongozi anayekuongoza hajui njia na wala atembee katika hiyo njia. Ni kwa sababu tu ni mwongeaji na kijana anamtafuta binti. Ile ni kampeni, mtu wa Mungu. Utapigwa saundi pale kiasi kwamba unasema wow, kesho yangu itakuwa njema kwa nani anavyoongea. Wacha ni muamini, nikabidhi maisha yangu kiasi kwamba ninyenyekee nikae chini yake. Kwa sababu yote unayemweka kuwa kiongozi wako, uwe na uhakika ya kwamba umeruhusu apate mamlaka ya kukuamria. So imagine, uwe unaendeshwa na mtu ambaye anakupeleka anakojua yeye, lakini kiuhalisia hana vigezo vya kupeleka huko au hana uwezo wa kupeleka huko. Imagine unaamriwa maamuzi na mtu ambaye hana kigezo na hana uwezo wa kupeleka huko anapoelekea, lakini kiuhalisia maneno yake ni mengi kiasi kwamba hata akikwambia unaingia kingi, mtu wa Mungu, lazima ukubali, lazima ukubali. So ifikia wakati mahali popote unaponitazama, hebu jifunze kutambua kitu kimoja. Kiongozi by nature aliumbiwa kuongoza kwa mfano na sio tu kwa maneno.